kamwe nahodha haogopi mawimbi. Harusi tunayo hatuna? Jana kasherekee jana wako. Hebu nipishe bwana, hujui wale ni jamaa zangu? Wanangu hata hawana habari juu ya yale yaliyokumba eneo nzima la Matango. Aidha hawana habari juu ya baba yao. Hicho ni kitendawili ambacho mimi nahitaji kukitegua. Lakini hata nikikitegua, salama itoke wapi? Mume huyu ambaye ni mfano wa mume kaniachia madhila yasiyopimika. Kaniachia uchochole usio na mfano na mashaka yasiyo mwisho. Kama ningelijua haliko, ningeliomba dua atokomee kabisa uso wa dunia. Kwa nini? Sijawahi kumwazia binadamu yoyote maovu. Sembuse mume wangu, mtu aliyekuwa mwandani wangu wa karibu, aliyenifariji na kunikinga dhidi ya mnyanyaso kazini, alinihifadhi na kunitunza. Mungu wangu, niepushe na mabaya popote. Mume wangu, usiruhusu mauti au hatari yoyote kunifikia. Bado namhitaji, ingawa nimemtupa kama takarabu. Wanangu wanamhitaji baba yao. Bora awe baba. Baba mtu tu. Hii ndiyo milki yangu na wanangu, majeruhi wa jamii, fakiri wa kuomba wapita njia. Nitawalisha wanangu kivipi siku hii ya Mungu? Akiba ya chakula niliyokuwa nayo imeteketea yote. Sikuwa na muda kuokota chochote mle nyumbani ila wanangu hawa wawili. Na radhi kupoteza vyote bali si watoto wangu. Hawa ndio milki yangu muhimu ulimwenguni. Hawa ndio watakaokuwa vielelezo kwa wengine na ishara kwamba mimi Mangwasha niliishi ulimwenguni wakati mmoja. Kwangu watoto hawa ni uzi adhimu wa kuunganisha dahari yetu na ile ya kizazi kilichopita. Bahasha hii imeingiaje humu ndani? Kwa nini Mrima haweki barua yake ndani ya mkoba wangu bila kuisoma? Hao alisahau alipokwenda zake uhamishoni? Na imetoka wapi hasa? Mangwasha, siku hizi zote ulikuwa unachezewa kayamba tu. Ati walisema Osama alikuwa hatari katika dunia. Kuna Osama kupita huyu?
huko ndiko kufa kikuta. Lakini kukosa imani ya kuishi hutia roho makunyanzi. Ubao huu utakuwa msaidizi wangu wa pili. Wa kwanza ni Mungu. Sasa wakitaka kunimaliza niwaingie humu, niwaombe Mungu kabla kunikatakata na wanangu. Humu sitoki hata kwa upanga. Waamke. Ndio. Hata kubali kunyanyaswa kati ya kijiji. Lazima tupate haki yetu. Kubali kabisa. Lazima tupate haki yetu. Hawezi kutufukuza, tulizaliwa hapa. Lazima tupate haki yetu. Baba zetu wamekaa hapa, mama zetu wamekaa. Ndio wale. Miaka yote tumekuwa hapa. Lazima tulifuatilie swala. Hakuna hata mmoja anayejua sababu hasa ya kufurushwa kwetu. Natamani sana kuzungumza na baadhi ya viongozi ili amani idumu nchini. Matuo hata kama mimi si kiongozi serikalini. Natamani sana kufisha uhasama unaokita mizizi baina ya hizi jamii mbili. Lakini nafasi yangu ya kijamii hairuhusu. Je, mwanamke angesikilizwa katika jamii hii iliyoshiba ubedume? Tena mwanamke asiye na cheo wala fulusi. Tangu lini mwanamke wa kawaida kama mimi akawa na uso wa kuongea na wakuu wenye mamlaka nchini? Najua hii ni sawa na kuupanda mchongoma. Ni sawa na kobe kujaribu kuuma mguu wa chui. Naelewa fika kwa wazo lisilotekelezwa. Halina faida kwa mwanadamu hata kama lina thamani. Natamani kuvunjwa kikwazo mila niokoe jamii yangu. Moto ule haukusababishwa na kasoro za umeme. La hasha. Moto ule umeanzishwa na bwenyenye mmoja anayetaka ardhi yetu kwa nguvu. Mtaa wa Matango una nafasi kubwa ambazo hazijajengwa. Sasa wanaitaka kwa nguvu. Umejuaje? Unaidhibati au ni uzushi tu? Kwani hatuwezi kumuona bwana chifu? Lazima anaelewa mambo haya. Wapi? Kwanza yule ni mnafiki mkubwa. Ashapokea murungula, ameangalia kando. Ardhi imeshanyakuliwa. Kwani hatuwezi kumuona mtemi mwenyewe? Tuunde kamati ili tatizo hili litatuliwe. Wewe unajua sana mkule yule. Hatupendi kabisa. Hapa
mtaambulia patupu. Itatubidi turejee makwetu Ndengoni, kule kwa mababu zetu. Subiri kidogo. Huko utapata pa kuishi? Pale si petu tena, pana wenyewe. Nani takupa ardhi vivi hivi ujenge? Petu ni hapa Taria, mtaa wa Matango. Hatuna pengine pa kwenda. Laiti wangelivuta fikra zaidi, wangelijua chanzo cha mateso yao. Hapa ni kwetu. Chifu kwanza yeye mwenyewe ameshirikiana nao. Watu hawa ni kama jeshi la majeruhi lililokuwa likiramba na kuroromoa majeraha tu bila kutafuta tiba. Watanyanyaswa hadi lini? Watabaguliwa na kutengwa mpaka lini? Hawa waketwa wenzangu ni kama kundi la kondoo lisilokuwa na mchungaji. Kondoo ambao wamechapwa viboko, wakatawanyika na kukimbilia wasikojua. Waliyemdhania ni kiongozi wao Lonare amekuwa akipitia kwenye mtego ya hatari yaliyotengwa na wakule. Nyinyi hamjui kwamba kipindi cha utawala wa Mtemi Lesolia kiko ukingoni? Matatizo ya waketwa yanaanzia hapo. Mawasiliano baina ya watawala na wakuu wa nchi kuhusu usajili mpya wa kupiga kura katika uchaguzi ujao tayari umeanza. Nataka sana kumwona Lonare. Angefika mahali hapa ili awatulize watu wake ambao wamejawa na ghadhabu. Nafahamu huenda asiyakubali yale ninayotaka kumwambia, lakini hata hivyo nitakuwa nishamwambia. Naelewa fika kwamba minyororo ya kitamaduni inayokuwepo hainikubali mimi kuhutubia umati na kuambia kuhusu majungu yanayopikwa na Chifu Mshambaa. Najua kwamba kupitia kwa Lonare niko na nafasi ya kuwajulishwa waketwa yale yanayokuwa ikiendelea afisini mwa chifu. Aidha, nafahamu kwamba daima wanawake wanapaswa kusikilizwa na kutenda, bali si kusikiliza na kutenda, lakini lisilobudi hutendwa. Sitaki kufikiria juu ya hatima yangu kwa sasa. Sijali kujua kule ninako anzia maisha yangu mapya baada ya kutimuliwa Taria. Naelewa Lonare ni kiongozi wetu, hivyo anapaswa kujulishwa mapema kabla ya maji kuzidi unga. Je, akipuuza nitakalomwambia ataniona mie muongo tu? Potelea mbali, nitamwambia liwalo na liwe. Na mimi kuwa kujikimu maishani ni kujizuruku. Mtu anapojizuruku ndipo anapoweza kujitegemea kwa kila hali. Kamwe singeweza kubali kuwa mtu wa kuombaomba misaada na ufadhili kutoka kwa wale walio navyo. Nimeumbwa binadamu mkamilifu, akili timamu na si ya mwilini. Kwa nini basi niombe wale waliokiriwa vitu kama mimi? Hata kama mimi ni mwanamke tu, nitajaribu. Naamini afadhali kujaribu kuliko kukaa tu na kufikiria kwamba siwezi. Naelewa litakuwa jambo ngumu kumfunulia Lonare yaliyo moyoni, lakini haya hayanitii tumbo joto. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Daima mtu yule unichukiza sana. Kijana, fahamu ya kwamba kamwe nahodha haogopi mawimbi. Msichana, nilidhani una hekima, kumbe huna hata chembe. Ni kwamba shughuli ya harusi ianze kwa sasa. Kwa hiyo nakaribisha. Nakaribisha.